Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dar es Salaam Ali Hapi ameibua mjadala mzito kuhusu ajenda zinazosisitizwa mara kwa mara na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Katibu huyo wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM mkoa wa Dar es Salaam amehoji iwapo wananchi wanaweza kuishi kwa kutegemea madai ya katiba mpya, tume huru ya uchaguzi pamoja na kuachiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Kiongozi huyo wa CCM mkoa wa Dar es Salaam ametaka kufahamu kama ajenda hizo pekee zinaweza kujibu changamoto za moja kwa moja zinazowakabili wananchi katika maisha yao ya kila siku, hususan masuala ya uchumi, ajira, huduma za kijamii na maendeleo. Akizungumza kuhusu msimamo wa Chadema, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Ali Hapi ameeleza kuwa chama hicho cha upinzani kinaonekana kuendelea kurudia hoja hizo katika mikutano na kauli zake mbalimbali. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi ameitaka kujua namna ajenda hizo zinavyoweza kuguza maisha ya wananchi wa kawaida na kutatua shida zao za kila siku. Katibu huyo wa uenezi wa CCM amehoji iwapo wananchi watakula katiba mpya, tume huru ya uchaguzi au kuachiliwa kwa mwenyekiti Tundu Lissu. Kauli hiyo ya katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM imekuja wakati ambapo suala la katiba mpya, uhuru wa tume ya uchaguzi pamoja na masuala yanayohusu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yameendelea kuwa sehemu ya mijadala mikubwa ya kisiasa nchini Tanzania. Kwa upande wa Chadema, hoja kuhusu katiba mpya na tume huru ya uchaguzi zimekuwa zikitajwa kama sehemu ya jitihada za kuhakikisha uwepo wa mfumo wa kisiasa unaoaminika zaidi, wakati swala la mwenyekiti Tundu Lissu likihusishwa na msimamo wa chama hicho kuhusu haki na mwenendo wa kesi yake mahakamani. Hata hivyo, kauli ya katibu wa itikadi na uenezi na mafunzo wa CCM Ali Hapi inaweka mjadala katika upande mwingine kwa kuhoji namna vyama vya siasa vinavyopaswa kuunganisha ajenda za kisiasa na mahitaji halisi ya wananchi. Kwa mtazamo uliowasilishwa na kiongozi huyo wa CCM, mjadala si kuhusu katiba mpya au tume huru ya uchaguzi, bali pia kuhusu vipaumbele vya wananchi katika maisha ya kila siku, ikiwemo upatikanaji wa ajira, kipato cha biashara, elimu, afya, miundombinu na fursa ya kiuchumi. Kauli ya katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Ali Hapi imeibua swali pana zaidi katika uwanja wa siasa kuhusu uzito unaopaswa kupewa ajenda za kisiasa ukilinganisha na masuala ya kiuchumi na kijamii yanayowaguza wananchi moja kwa moja. Wakati Chadema ikiendelea kusisitiza mabadiliko ya kisiasa na kikatiba, upande wa jamhuri upande wa Chama cha Mapinduzi CCM nao unaendelea kusisitiza utekelezaji wa sera za serikali na maendeleo ya jamii. Mjadala huu ulioasisiwa na katibu Ali Hapi unatarajiwa kuendelea kuwa sehemu muhimu ya kisiasa na siasa za Tanzania, hasa katika kipindi ambacho vyama mbalimbali vinaendelea kutoa misimamo yao kuhusu mustakabali wa demokrasia, uchaguzi na maendeleo ya nchi. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Ali Hapi amesisitiza kuwa vyama vya siasa vinapaswa kutathmini upya kauli zao mbele ya wananchi. Kiongozi huyo wa CCM anaona kuwa mtazamo wa Chadema wa kuweka msisitizo kwenye katiba mpya na tume huru ya uchaguzi unawaacha wananchi bila majibu ya changamoto zao za kimsingi. Katibu huyo wa uenezi Ali Hapi anaeleza kuwa wananchi wanahitaji kuona fursa za kiuchumi na kuboreshwa kwa huduma za kijamii badala ya kusikiliza ajenda za kisheria na kisiasa pekee. Tathmini iliyotolewa na katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Ali Hapi inalenga kuonyesha tofauti ya misingi ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na Chadema.
Kiongozi huyo wa CCM anaeleza kuwa wakati Chadema ikipigania masuala ya muundo wa utawala na kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu, CCM imejikita katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuimarisha uchumi wa wananchi moja kwa moja. Katibu Ali Hapi anabainisha kuwa ajenda ya kisiasa zinapaswa kwenda songa mbele na matokeo yanayoonekana katika katika maisha ya kila mtu na kila Mwanatanzania kila siku. Ali Hapi ameonyesha kuwa msisitizo wa Chadema juu ya tume huru ya uchaguzi na katiba mpya hauwezi kuwa mbadala ya chakula, ajira na afya kwa jamii. Kiongozi huyo wa CCM anaeleza kuwa viongozi wa upinzani wanapaswa kueleza kwa kina jinsi gani mabadiliko hayo ya kikatiba yanavyoweza kutatua kero ya usafiri, elimu na miundombinu. Ali Hapi anaeleza kuwa bila kueleza uhusiano huo, ajenda hizo zitabaki kuwa tu kauli za jukwaani bila tija kwa wananchi. Katika maelezo yake, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Ali Hapi amewataka wanasiasa wa upinzani kuangalia upya vipaumbele vyao kulingana na uhalisia wa maisha ya Kitanzania. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi anaeleza kuwa wananchi wa kawaida wanaguzwa zaidi na masuala ya mfumuko wa bei, fursa za biashara na upatikanaji wa masoko kuliko mijadala ya kisheria mahakamani. Katibu huyo wa uenezi anaeleza kuwa CCM itaendelea kujikita katika kutatua kero za wananchi kupitia utekelezaji wa sera za serikali. Mjadala huu ulioibuliwa na katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM umekuwa uwanja wa siasa katika hali ya kutafakari mustakabali wa ajenda kuu za vyama. Kiongozi huyo wa CCM anabainisha kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekuwa kikitumia jukwaa lolote kurudia madai yale bila kuleta mbadala wa kimaendeleo. Ali Hapi anahimiza kuwa siasa za sasa zinahitaji majibu ya moja kwa moja kuhusu uchumi na ustawi wa kijamii. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM mkoa wa Dar es Salaam pia ameguzia swala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na namna linavyotumiwa kama ajenda kuu ya kisiasa na chama hicho. Kiongozi huyo wa CCM mkoa wa Dar es Salaam anaeleza kuwa kumekuwa msisitizo wa mara kwa mara juu ya kuachiwa kwa kiongozi huyo, huku kukiwa na masuala ya misingi ya kijamii kinapunguza uzito wa hoja za upinzani. Katibu huyo Ali Hapi anaeleza kuwa masuala ya kisheria yanayohusu mwenyekiti Tundu Lissu yanapaswa kutenganishwa na mahitaji ya kiuchumi ya wananchi. Kauli za katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM zinaendelea kuibua hisia tofauti kati ya wafuasi wa CCM